mjini Washington, na kwa mujibu wa vyanzo vya ndani vya ujumbe wa Sharaa, sasa Syria itaruhusiwa kurejesha mahusiano yake ya kibalozi na Washington ili kuendeleza mapambano dhidi ya ugaidi na uratibu wa masuala ya ulinzi na uchumi. Montreal. Mawaziri wa mambo ya kigeni wa kundi la mataifa yaliyoendelea kwa viwanda ulimwenguni G7 wanakutana nchini Canada kwenye mikutano inatazamiwa kujikita katika mzozo wa Ukraine na Urusi na kusaka njia ya pamoja kukomesha vita hivyo. Mkutano huo unaofanyika kwenye mkoa wa Niagara unaopakana na Marekani wanatarajiwa kuzungumzia ufadhili zaidi kwa ajili ya Ukraine. Mawaziri wanakutana baada ya Rais Trump wa Marekani kuziwekea vikwazo kampuni mbili kubwa kabisa za mafuta za Urusi mwezi uliopita na kumkosoa vikali Rais Putin wa Urusi kukataa kukomesha vita hivyo. Trump pia ameyashinikiza mataifa ya Ulaya kuacha kununua mafuta ya Urusi, akidai kuwa fedha wanazotoa ndizo hutumiwa na Moscow kuendeleza vita vyake nchini Ukraine. Licha ya Kiev kuendelea kukabiliwa vikali na mashambulizi ya Moscow, waziri wa mambo ya kigeni wa Canada Anita Anand amejizuia kuahidi hatua zote madhubuti kuisaidia Ukraine kwa mazungumzo hayo ya Niagara. Baghdad. Raia nchini Iraq wanapiga kura hivi leo kuchagua bunge jipya kwenye uchaguzi unaofuatiliwa karibu na Marekani na Iran, mahasimu wawili wenye maslahi na ushawishi mkubwa kwenye taifa la Ghuba. Iraq ambayo imeshuhudia utulivu usio wa kawaida katika miaka hivi karibuni, inafanya uchaguzi wakati ikabiliwa na hali mbaya ya miundombinu, huduma mbovu za kijamii na ufisadi uliotitia. Taifa hilo la Kiarabu lenye wakazi milioni 46 bado linaendelea kuijenga upya kufuatia uvamizi na ukaliaji wa Marekani na washirika wake uliopelekea kifo cha Rais Saddam Hussein na vita vya wenyewe kwa wenyewe. Zaidi ya wapiga kura milioni 21 wamejiandikisha kuwachagua wabunge wa viti 329 vilivyowania na wagombea zaidi ya 7740. Kura imeanza kupigwa saa 1 asubuhi kwa majira ya huko na vituo vitafungwa saa 12 jioni. Quito. Rais Daniel Noboa wa Ecuador amesema kwamba amewahamisha wafungwa wa 300 walio kwenye hatarini kwenye gereza jipya lenye ulinzi mkali zaidi, akiwa makamu wa zamani wa rais George Glass, siku moja tu baada ya wafungwa 31 kuuawa kwenye machafuko kusini mwa nchi hiyo. Uhamishaji huo ni sehemu ya mpango wa Rais Noboa kuyadhoofisha magenge ya kihalifu ambayo yamekuwa akiendesha shughuli zao ndani ya magereza ya nchi ya Amerika Kusini kwa muda mrefu. Mamia ya wafungwa wamepoteza maisha kutoka magenge hayo katika miaka hivi karibuni. Rais Noboa ametuma picha ya Glass akiwa kwenye gereza hilo jipya katika mtandao wa X, hatua ambayo imelalamikiwa na mawakili wa makamu wa zamani wa rais kama kitendo cha ukiukaji mkubwa wa haki za binadamu. Mnamo mwezi wa Juni, mahakama ilimhukumu Glass kifungo shilingi cha miaka 13 jela kwa ubadhirifu wa fedha zilizokuwa zimetengwa kwa ajili ya maeneo yaliyoathirika kwa tetemeko kubwa la ardhi. Na hatimaye London. Mwandishi wa habari wa Uingereza aliyekuwa akishikiliwa na mamlaka za uhamiaji nchini Marekani, Sami Hamdi, anatarajiwa kurejea nyumbani baada ya mahakama kuamua achiliwe kwa mujibu wa familia yake. Hamdi, mchambuzi wa masuala ya ulimwengu anaishi London, alitoa nguvuni kwenye uwanja wa ndege wa San Francisco jijini California nchini Marekani na Oktoba 26 akiwa kwenye ziara inayoendeshwa Baraza la Mahusiano ya Waislamu nchini Marekani, CARE. Mawakili wake wanadai kwamba kukamatwa kwake kulitokana na uungaji mkono wake kwa Wapalestina na ukosoaji wake dhidi ya sera za Israel. Mamlaka nchini Marekani zilidai kwamba zilimshikilia mwandishi huyo kwa sababu alizidisha muda wa kubakia ndani ya Marekani. Mwisho wa habari zilizokujia. DW Dunia Yetu leo asubuhi. Kati ya tulionayo asubuhi hii, heka za kumpata spika wa bunge zinaendelea wakati kikao cha kwanza cha bunge la 13 nchini Tanzania kikitazamiwa kuanza leo hii. Tutaangazia mazungumzo ya rais wa Marekani Donald Trump na rais wa mpito wa Syria Ahmed al-Sharaa. Na shirika la Msalaba Mwekundu nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo linasema kuwa hali ya ghasia inayoendelea katika jimbo la Ituri kaskazini mwa nchi inachangia kuendelea kuzorota kwa huduma za jamii. Tumekuandalia pia makala ya afya yako, karibu.
Moja kwa moja tuanze uchambuzi wa ripoti tulizokuandalia. Wakati kikao cha kwanza cha mkutano wa bunge la 13 kikitarajiwa kuanza leo huko Tanzania, heka za kumchagua spika wa bunge la 13 zilikwishaanza Dodoma, yalipo makao makuu ya nchi hiyo. Chama tawala CCM kimemchagua Musa Zungu ambaye ni mbunge mteule wa Ilala kuwania kiti hicho katika uchaguzi utakaofanyika leo Jumanne jijini Dodoma. Hata hivyo, duru za kisiasa zinaonyesha wazi kuwa Zungu ndiye atakayekuwa spika wa 8 wa bunge hilo kulingana na hali ya mambo ilivyo hivi sasa, huku wachambuzi wa masuala ya kisiasa wakisema kuwa bunge hilo haliwezi kuwa na upinzani wenye nguvu. Akiwa Dodoma, mwandishi wetu Deukaji Makomba anaangazia bunge hilo na matarajio yake. Mara nyingi spika hutokea upande wa chama kilicho na wabunge wengi, na ndivyo ilivyojidhihirisha ambapo jina la mbunge wa Ilala Musa Zungu kutoka chama tawala CCM lilichaguliwa kuwakilisha chama hicho katika uchaguzi wa spika. Na kulingana na hali ya mambo ilivyo hivi sasa, Zungu anaonekana kuwa ndiye spika ajaye mpya wa bunge la Tanzania. Wachambuzi wa masuala ya kisiasa wanasema kuwa bunge hilo la 13 litakuwa ni bunge lililokosa upinzani wenye nguvu, huku wabunge wa chama tawala wakigeuka kuwa wapinzani, kama anavyosema Maliseli Hamdon, mchambuzi wa masuala ya siasa nchini Tanzania. Litakuwa ni bunge lililokosa upinzani wenye nguvu, lakini litakuwa ni bunge ambalo watu wa chama tawala watageuka kuwa wapinzani ndani ya bunge la sasa, kutokana na hali halisi ya mambo ilivyo, kwamba mwanasiasa legelege, bunge legelege hata kuwa na nafasi katika bunge lijalo. Kwa hiyo katika hali ya sasa itawabidi hao wabunge wenyewe walioingia kuwa wabunge wakali na wakakamavu kweli kweli. Litakuwa ni bunge ambalo litakidhi sehemu kubwa ya vigezo, isipokuwa tu vile vigezo ambavyo vinapatikana kutokana na wabunge wa upinzani. Mbali na wachambuzi wa masuala ya kisiasa kuliona bunge lijalo kukosa upinzani, kadhalika wamesema kuwa msimamizi mkuu wa shughuli za bunge ambaye ni waziri mkuu atakayeteuliwa anapaswa kuwa mzoefu, mchapakazi, anayefahamu vyema nchi na ambaye yuko tayari kupambana na mawaziri bila kujali wanatoka katika chama tawala. Aliyekuwa spika wa zamani wa bunge hilo Tulia Ackson awali alionyesha nia ya kuwania kiti cha uspika kwa mara nyingine tena, lakini Ijumaa iliyopita alitangaza kujiondoa kwenye kinyang'anyiro hicho na kuwaacha Zungu na Masele, huku kujiengua kwake kukiibua mjadala kutoka kwa wachambuzi wa masuala ya siasa. Daktari Donald Kasongi, mchambuzi wa masuala ya siasa, anasema kujiondoa kwa Tulia kuna nadharia nyingi. Nafsi yake imemuonyesha hivyo, pengine kuna hisia mbalimbali, kama pengine kuna kitu kimemuumiza katika kipindi hiki ambacho tulichopitia, au pengine anaona sasa kuongoza bunge lililopo sasa pengine si wakati mwafaka kwake. Hiyo ni sura ya nafsi yake, ambao ni lazima mtu apewe uhuru wake wa kuweza kuamua, kuweza kushiriki, kuchagua, kuchaguliwa na kuweza haki zake za kisiasa. Pamoja na hayo yote, kingine kinachosubiriwa kwa hamu kubwa ni jina la atakayekuwa waziri mkuu wa Tanzania. Deukaji Makomba, DW, Dodoma. Uchambuzi wake Deukaji Makomba kutoka jijini Dodoma. DW inapatikana pia kupitia Facebook. Tuelekee Marekani ambapo Rais Donald Trump amekutana na kufanya mazungumzo na rais wa mpito wa Syria Ahmed al-Sharaa. Mwenzangu Mohamed Khalef ameyafuatilia mazungumzo ya wawili hao na hii ni ripoti yake. Sharaa, ambaye wakati fulani Marekani ilimtangazia zawadi ya dola milioni 10 kwa ambaye angelifanikisha kumkamata, aliwasili kimya kimya kwenye ikulu ya White House akipitia mlango wa ubavuni badala ya lango kuu la West Wing ambalo kawaida Trump wapokelea wageni wake mashuhuri. Trump amekutana na Sharaa kwenye ziara ya kwanza kabisa kwa rais wa Syria mjini Washington, miezi 6 baada ya mkutano wao wa kwanza nchini Saudi Arabia, ambapo kiongozi wa Marekani alitangaza mipango ya kuondosha vikwazo Syria, na siku chache tu baada ya Marekani kusema kwamba Sharaa hatambuliki tena kama gaidi maalum wa kimataifa. Akizungumza na waandishi wa habari, Trump alikiri kwamba maisha ya zamani ya Sharaa yalikuwa yenye utata, lakini wakati huo alimsifia kama kiongozi shupavu na akaelezea imani alionayo kwake. Tumekubaliana naye, ni kiongozi shupavu sana, anatokea eneo gumu kweli, naye ni mtu madhubuti. Nampenda, nafahamiana naye rais huyu mpya wa Syria, na tutafanya kila tuwezalo ili Syria ifanikiwe kwa kuwa ni sehemu ya Mashariki ya Kati.
Baadaye Sharaa alikiambia kituo cha televisheni cha Fox News kwamba uhusiano wake na kundi la wanamgambo lilikuwa jambo la zamani na halikujadiliwa kwa mazungumzo yake na Trump. Badala yake alisema kwa sasa Syria yachukuliwa kama mshirika wa kilimwengu wa Washington na sio tena kitisho. Mbali ya masuala ya ulinzi na usalama, mazungumzo ya Trump na Sharaa yalitazamiwa pia kujikita kwenye uwezekano wa kufikia makubaliano kati ya Syria na Israel, jambo lilipiganiwa sana utawala wa Trump, ingawa kwa upande wa Sharaa limekuwa zito sana kukubalika. Ziara hii ya Sharaa kwenye ikulu ya Marekani inatazamwa kama tukio kubwa kabisa kwa mwasi huyo wa zamani aliyegeuka kuwa mtawala baada ya kumwangusha dikteta wa muda mrefu Bashar al-Assad, na tangu hapo amekuwa akizuru maeneo mbalimbali ulimwenguni akijengea taswira ya kiongozi mwenye msimamo wa wastani anayetaka kuliunganisha taifa lilosambaratishwa na vita na kukomesha miongo kadhaa ya vikwazo vya kimataifa. Mojawapo ya malengo makubwa ya Sharaa kwenye ziara yake hiyo ilikuwa ni kushinikiza kuondolewa kikamilifu wa vikwazo vyote vya Marekani. Ingawa Trump kwenye mkutano wa faragha, wizara ya fedha ya Marekani ilitangaza siku 180 za nyongeza kwenye uwasilishaji wa kile kiitwacho vikwazo vya Kaisari, lakini baraza la Congress pekee linaloweza kuviondosha vikwazo vyote. Sharaa mwenye umri wa miaka 43 aliingia madarakani mwaka jana baada ya waasi kuanzisha mashambulizi ya kushtukiza na kumwangusha Rais Assad siku chache baadaye mnamo Disemba 8. Tangu hapo, Syria imepambanua kusaka mwanzo mpya, ikijitenga mbali na washirika wa zamani wa Assad, Iran na Urusi, na ikijiegemea zaidi kwa Uturuki, nchi za Ghuba na Marekani. Kutoka Marekani, dunia yetu leo asubuhi inatua barani Afrika. Shirika la Msalaba Mwekundu nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo linasema kuwa hali ya ghasia inayoendelea katika jimbo la Ituri kaskazini mwa nchi inachangia kuendelea kuzorota kwa huduma za kijamii, ikiwa ni pamoja na kuongezeka kwa uhaba wa chakula na kuathirika kwa huduma za kijamii. Hali hii inaripotiwa huku pia kukiendelea kuwa na athari za kisaikolojia miongoni mwa wananchi. Taarifa imeandaliwa na kusomwa na Silvanus Karemera. Taarifa ya shirika hilo la kimataifa la Msalaba Mwekundu imekumbushia kwamba kwa miaka sasa jimbo la Ituri limeendelea kuwa na mizozo inayojirudia kutokana na mashambulizi ya makundi yenye silaha, operesheni za mara kwa mara za kijeshi kukabiliana na makundi hayo, huku haya yote yakisababisha usalama mdogo kwa wananchi ambao sasa wanaendelea kuwa katika tishio lisilo na kikomo. Shirikisho la kimataifa pia lina wasiwasi kuhusu upungufu wa upatikanaji wa huduma za afya na kuongezeka kwa idadi ya majeruhi wa kila mara kutokana na ghasia za mara kwa mara katika jimbo hilo. Mfanyakazi wa shirika hilo la Msalaba Mwekundu katika jimbo la Ituri, Alfred Wadie, anasema kuwa wananchi ndio wanaoteseka zaidi kutokana na migogoro hii. Mzunguko huu umedhuru sana uwezo wa watu kujitegemea kwa njia za kujikimu katika makazi yao. Umedhoofisha sekta ya kilimo, suala ambalo linaufanya ukosefu wa chakula kuwa mgumu zaidi. Lakini kubwa zaidi, unaathiri pia sekta ya huduma za afya kwa kukosa nguvu kazi kwa sababu wataalamu wa afya wametoroka. Pia kuna ukosefu wa vifaa vya afya na madawa. Hali katika jimbo hilo la Ituri imeendelea kuwa ya woga kutokana na uwepo mwingi wa makundi yenye silaha, miongoni mwao yakiwa ni pamoja na makundi ya Codeco, ADF la nchini Uganda, CRP na jingine linalojulikana kama Zaire. Makundi haya yameifanya hali ya usalama kudorora na wananchi kuendelea kuwa katika hatari, huku nyumba zao zikiendelea kuteketezwa kwa moto, mauaji ya mara kwa mara na mfumo mzima wa huduma za kijamii kutatizika kwa ujumla. Diodonero Sani Hekana, mkuu wa shirika la kiraia jimboni Ituri maarufu kama Vive do Ituri, anasema ni kama hata jumuiya ya kimataifa imeusahau mzozo huu wa Ituri. Kulingana na uharibifu, mauaji na uhalifu mkubwa unaoendelea jimboni Ituri, wasiwasi wetu ni kwamba hata jamii ya kimataifa ambayo inawakilishwa vizuri tu jimboni Ituri na ujumbe wa amani wa MONUSCO hauna tatizo hili. Maisha yanaendelea kuathirika Ituri bila hukumu yoyote kwa wahusika. Mzozo na matumizi ya silaha katika jimbo la Ituri pia umeendelea kuacha makovu makubwa na kuathirika kisaikolojia kwa wakazi wa jimbo hilo, huku mauaji, kuachana kwa familia na hofu kubwa ya usalama mdogo vikiendelea kuwa dona ndugu kwa raia na kuishia kuwa na msongo wa mawazo usioisha. Mnamo mwezi Mei mwaka 2021, hali ya dharura ilitangazwa huko Ituri chini ya amri ya Rais Felix Tshisekedi ili kukabiliana na hali ya usalama mdogo isiyoisha kutokana na uwepo mwingi wa makundi yenye silaha mashariki mwa Kongo. Miaka 4 baadaye, lakini ghasia na mauaji na silaha zinaendelea, hasa katika eneo la Jugu ambapo mashambulizi zaidi ya 100 yameripotiwa mwaka 2024.
Taarifa hiyo imesomwa naye Silvanus Karemera ikiangazia hali ilivyo nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. DW tunavuma kwa kishindo. Tuelekee sasa huko nchini Sudan ambako hali inaendelea kuwa mbaya. Maelfu ya watu wanadaiwa kuuawa kutokana na mashambulizi ya wanamgambo wa RSF yanayodaiwa kufanyika katika mji wa El Fasher ulio chini ya udhibiti wa kundi hilo baada ya kuuteka mikononi mwa jeshi la Sudan. Baadhi ya waliotoroka mji wanaeleza mashambulizi ya kutisha ya kikabila waliokumbana nayo. Amina Abubakar ana maelezo zaidi. Wakati akiutoroka mji wa Sudan wa El Fasher, Hassan Osman amesema ameshuhudia mashambulizi ya kikabila yakifanywa na wanamgambo wa RSF yakiwalenga raia kutokana na kabila walilotoka na rangi ya ngozi yao. Osman ambaye ni mwanafunzi katika chuo kimoja kikuu huko amesema wanamgambo hao walianza kuwatenga watu kwa makundi wakizingatia kabila na familia wanayotoka. Wanapogundua unatokea kabila fulani wanakuwa papo hapo bila kukuuliza maswali yoyote, alisema Osman kwa hofu, huku akielezea namna miili ya watu ilivyotapakaa barabarani, baadhi ikiwa imechinjwa na mengine kuliwa na mbwa. Amna Harun anayetokea kabila la Zagawa amesimulia namna alivyoshuhudia kwa mshituko wakati RSF walipowaua kwa kuwapiga risasi familia yake ikiwemo mumewe na mtoto wake wa kiume. Kundi hilo pia limedaiwa kuomba fedha kutoka kwa wakazi waliowateka ili iwaachie huru. Ripoti za mauaji, vurugu hizo za kikabila, utekaji na visa vya unyanyasaji wa kingono vinazidi kuripotiwa katika mji huo. Shirika la habari la AFP limezungumza na manusura watatu wa mashambulizi hayo ambao kwa sasa wanatafuta makazi katika mji ulio jirani wa El Fasher wa Tawila. Mashirika ya kutetea haki za binadamu nayo yamepaza sauti kuhusu yale yanayoendelea huko na kusema kuwa mauaji ya kikabila yanaendelea katika eneo hilo lililo chini ya udhibiti wa RSF. Hata hivyo, afisa mmoja wa kundi hilo amekanusha madai hayo na kuyaita ya uongo. Mgogoro wa Sudan hadi sasa umesababisha mauaji ya maelfu ya watu, huku wengine takriban milioni 12 wakiachwa bila makao. Mgogoro huo pia umesababisha janga kubwa la njaa. Pande zote mbili, jeshi na wanamgambo wa RSF, wameshutumiwa kutekeleza ukatili dhidi ya raia katika vita hivyo. El Fasher ni mji ulioko mkoani Darfur, mkoa unaokaliwa na makundi ya makabila yasiyokuwa na asili ya Kiarabu, ikiwemo kabila la Zagawa, Fur, Berti na Masalit ambao wamekuwa wakilengwa na wanamgambo wa Kiarabu. RSF ilitokea katika kundi la Janjaweed, kundi la wanamgambo wa Kiarabu wanaodaiwa kutekeleza mauaji halaiki Darfur miongo miwili iliyopita. Kati ya mwaka 2003 na 2008 takriban watu 300,000 waliuawa huku takriban watu milioni 2.7 wakipoteza makazi yao katika vurugu hizo za kikabila. Aidha, Wazagawa, kabila kubwa El Fasher, walishirikiana na jeshi katika mapambano yake ya kundi la RSF na kundi la RSF mwishoni mwa mwaka 2023. Kundi hilo lilijiunga na jeshi baada ya RSF kutekeleza mauaji dhidi ya kabila la Masalit huko El Geneina, magharibi mwa Darfur, ambako watu 15,000 waliuawa. Osman anasema ukiwa na rangi nyeusi ambayo ndio inayowatambulisha Wazagawa wengi, upo katika hatari ya kuuawa. RSF na uadui na kundi hilo kufuatia hatua yake hiyo ya kujiunga na jeshi katika mapambano. Shukrani sana Amina Abubakar kwa ripoti hiyo. Na tuhitimishe sasa dunia yetu leo asubuhi kwa kuliangazia suala la mabadiliko ya tabia nchi. Kila mwaka kongamano la mabadiliko ya tabia nchi la Umoja wa Mataifa hugonga vichwa vya habari kote duniani sambamba na harakati za kuinusuru sayari ya dunia na athari hizo. Kongamano hilo la kimataifa limeanza rasmi wiki hii katika mji wa Belem ulio makao ya msitu wa mvua nchini Brazil. Brazil ndiye rais wa kongamano hilo, nafasi ambayo ni ya kupokezana. Kipi hutokea kwenye mikutano mikubwa ya aina hii? Mengi zaidi ni kwenye uchambuzi unaosomwa studio na Thelma Mwataya. Kongamano hilo la kila mwaka linafanyika mjini Belem, ulio makao ya msitu wa mvua wa Brazil na msingi wa mkataba wa Umoja Mataifa wa kupambana na mabadiliko ya tabia nchi UNFCCC uliotiwa saini miaka 33 iliyopita. Brazil ilikuwa mwenyeji wa kongamano la mazingira na maendeleo la Rio miongo mitatu iliyopita. Kwa mwaka huu, Brazil ilisisitiza kuwa mkutano huu wa kilele utarejea kwenye mizizi yake ili kuwatambua walio hatarini zaidi,
yakiwemo makundi ya jamii za kiasili ambao wanaishi kwenye msitu wa mvua na baadhi yao wanashiriki vikaoni. Brazil inawarai washirika kufanyia kazi ahadi walizotoa kama zile za kongamano la COP28 walipoahidi kupunguza na hatimaye kuacha matumizi ya nishati ya visukuku, mfano makaa ya mawe, mafuta na gesi asili inayotoa gesi za kaboni zinazochafua mazingira na badala yake kuunda aina zilizoendelevu. Kongamano la COP30 ni la kwanza kuwahi kuafiki kuwa lengo la awali la kupunguza viwango vya joto kwa nyuzi 1.5 Celsius halijatimizwa. Kwa upande wake, Brazil iliamua kuandaa mkutano huo kwenye eneo la msitu wa Amazonia mjini Belém kwa nia ya kukumbusha ulimwengu umuhimu wa misitu ambayo inalengwa na wafanyabiashara kukata magogo na walio kwenye sekta ya madini, kilimo na uchimbaji wa mafuta, makaa ya mawe na gesi. Aghalabu serikali nyingi huwakilishwa vikaoni na mataifa mengi yaliyo na masuala yanayoshabihiana huzungumza kwa kauli moja. Baadhi ya mataifa yanayopaza sauti ni yale ya visiwa ambayo yanakabiliana na hatari ya kudidimia kwani kina cha maji ya bahari kinaongezeka. Kadhalika, mataifa wanachama wa kundi la G77 yanayoendelea na China pamoja na kundi la mataifa ya Afrika na lile la BASIC linalozileta pamoja nchi za Brazil, Afrika Kusini, India na China. Ifahamike kuwa Marekani iliyotangaza kujiondoa kwenye mkataba wa Paris wa mabadiliko ya tabia nchi imejitenga na majukumu ya uongozi. China, Brazil na mataifa mengine yamechukua hatamu na kujaza pengo hilo. Kwa mwaka huu mambo ni tofauti, kwani wafadhili walikutana mjini Sao Paulo na viongozi wa kitaifa wanakutana mjini Rio de Janeiro. Viongozi wa kimataifa walikutana mjini Belém kabla ya vikao kuanza rasmi tarehe 10 hadi 21 mwezi huu wa Novemba, imani ikiwa ni kuyapa nguvu mazungumzo ya vikaoni. Katika wiki ya kwanza, wataalamu wa nchi mbalimbali wanawasilisha hoja zao na mada kuu. Mawaziri watajiunga nao katika wiki ya pili ili kujadili maamuzi ya mwisho yakiwemo ya kiufundi na kisheria. Baada ya hapo, majadiliano ya kina yanafanyika kabla ya kongamano kukamilika, ila mitazamo tofautiana hadi dakika ya mwisho. Na msikilizaji, kwa ripoti hiyo kuhusu masuala ya mabadiliko ya tabia nchi iliyosomwa kwako naye Thelma Mwadzaya, ndio tunahitimisha uchambuzi wa ripoti zetu katika dunia yetu leo asubuhi. Na sasa ni wasaa mzuri kabisa wa kusikiliza makala ya afya yako. DW Afya yako. Wakati mji wa Goma ukijaribu kurejea katika hali ya utulivu, vita nyingine inaendelea kimya kimya, vita ya ukatili wa kingono. Katika vitongoji vya pembezoni mwa jiji ambako usalama bado si wa uhakika, wanawake wengi wanaendelea kupitia mateso ya ukatili wa hali ya juu, ikiwemo kubakwa na hata kukeketwa sehemu za siri. Ukatili huu unaofanywa mara nyingi usiku na watu wenye silaha umeacha nyuma yake majeraha ya miili na nafsi zilizovunjika. Leo katika makala ya afya yako tunakuletea simulizi ya mtu mmoja ambaye amejipa jukumu la kurekebisha yale ambayo vita imeharibu. Ni Daktari Ememanga, daktari bingwa wa magonjwa ya wanawake mjini Goma, anayewatibu bure waathirika wa ukatili wa kingono na wanawake waliokeketwa katika hospitali ya Rehema hapa Goma. Ninayekukaribisha ni mimi Ruth Alonga. Hapa katika hospitali ya Rehema, Daktari Ememanga huwapokea wanawake waliobakwa na walioumizwa. Yeye ameamua kujitolea kikamilifu kurejesha afya ya miili na nafsi zao bila malipo, bila ufadhili, kwa moyo wa kibinadamu tu. Hata sisi madaktari kwa namna fulani tumepata mshtuko wa kisaikolojia, lakini tufanye nini? Tunapokuwa tukiwatibu hawa wanawake tunafanya kwa umakini mkubwa, kwa sababu tunajiambia ni sasa au kamwe. Tangu mwanzo wa vita mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, visa vya ubakaji vimeongezeka kwa kiwango cha kutisha. Lakini kwa mujibu wa wahudumu wa afya, sasa kuna aina mpya wa ukatili, ukeketaji kwa wanawake. Hapo hospitalini tulimhoji Prince Amani ambaye ni mwanasaikolojia. Kesi za ukeketaji zinatofautiana kati ya wanawake 15 hadi 20 kila mwezi. Kwa wastani, zaidi ya wanawake 20 waliokeketwa au kubakwa
hutibiwa kila mwezi katika hospitali ya Rehema. Baada ya upasuaji wanapata ushauri wa kisaikolojia, hatua ya kwanza kuelekea uponyaji wa kweli. Tangu kusimamishwa kwa ufadhili wa shirika la misaada la Marekani USAID, upatikanaji wa vifaa muhimu kama vile dawa za kufubaza makali ya virusi vya ukimwi umekuwa mgumu sana. Dawa hizo ndizo zinazotumika kuzuia maambukizi ya virusi vya ukimwi, mimba zisizotarajiwa na maambukizi mengine kwa waathirika wa ubakaji. Daktari Eme anasema sasa wanalazimika kutumia mbinu mbadala. Mwanamke anapobakwa ni muhimu kumpatia PEP ili kuzuia mimba na maambukizi kama vile VVU. Kwa sasa, kwa kuwa hatuna dawa za PEP, tunatumia dawa za ARV kuzuia maambukizi ya VVU. Pia tunatoa antibiotiki kwa ajili ya kuzuia maambukizi mengine na dawa za kuzuia mimba zisizotarajiwa. Hata hivyo, kila siku Daktari Ememanga anaendelea na kazi yake ya kuokoa maisha. Ndani ya chumba cha upasuaji, mikono yake inafanya kazi kwa utulivu na umakini. Kila upasuaji ni jaribio la kurejesha heshima. Leo, mgonjwa mpya, kijana wa kike aliyekeketwa, yuko chumbani cha upasuaji. Msichana huyu anateseka na ugonjwa wa fistula. Upasuaji wake unachukua zaidi ya saa moja. Saa moja ni muda mrefu, lakini kwa mwanamke hupaswi kuwa haraka. Inabidi kufanya kila kitu taratibu kutoka mwanzo hadi mwisho. Amina mwenye umri wa miaka 18 alibakwa na wanaume 5 wenye silaha alipokuwa akitoka sokoni. Kumbukumbu hiyo mbaya haimtoki kamwe. Nilikiona kifo usoni. Tukio hili linanyumiza moyo na ninapolia naishiwa nguvu. Pembeni yake, Beatrice mwenye umri wa miaka 32 aliyefanyiwa upasuaji wiki moja iliyopita sasa anaweza kutabasamu tena. Kwa sababu ya Daktari Eme nimepata tena imani. Najua siku moja nitatembea kama zamani. Hapa Goma, nyuma ya takwimu na ripoti, kuna nyuso halisi, miili iliyo na majeraha, lakini pia wanawake wanaosimama tena. Na kuna watu kama Daktari Ememanga wanaoendelea kila siku bila kuchoka na bila ya kuwa na msaada mkubwa, kusikiliza, kutibu na kujenga upya maisha. Na kwa nukta hiyo, nahitimisha makala ya afya yako. Mimi ni Ruth Alonga. Kwa heri hadi wakati mwingine. Hadi hapo msikilizaji, ndio tunahitimisha matangazo ya asubuhi kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya DW kwa leo. Kwa niaba ya wote waliosikika kwenye matangazo haya, jina langu ni Angela Mdungu. Kwa heri. Asante sana Angela Mdungu kwa uelekezi wako mufti namna hiyo. Basi msikilizaji, na kwa nukta hiyo basi tupokee Kiziba Mkonga. Kiziba Mkonga cha sasa. Kuna kiwango fulani cha heshima mume humpa mke pale anapoona kuna baadhi ya mambo au maeneo mke anajisimamia na kujitegemea. Utegemezi ukizidi unaathiri heshima. Na hicho ndicho Kiziba Mkonga cha sasa.